kumepambazuko na michezo. Kumekucha na kumepambazuka kwa uzuri kabisa. Kunani huko kwenye michezo siku ya leo? Bana, kwenye michezo ligi kuu Tanzania bara inarejea mara baada ya mapumziko mafupi kwa vilabu vya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Dar es Salaam Young Africans. Na leo Dar es Salaam Young Africans itashuka dimbani kukabiliana na kikosi cha timu ya Mtibwa Sukari, na wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa na takwimu ya kupoteza ya kusare mchezo mmoja dhidi ya kikosi cha Mbeya City, lakini pia wakishinda mchezo mmoja. Na speaking of Mtibwa Sugar, wanaingia kwenye mchezo huu wakitoka kusare dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji, na wakianza ligi kuu kwa ushindi mmoja. Sare zimetawala, lakini pia wakiwa wamepoteza mchezo mmoja. Kwa hiyo utaona kwa namna ambavyo pia Mtibwa Sugar amekuwa kistruggle kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini speaking of mchezo huu, Dar es Salaam Young Africans wametangaza namna ambavyo kwa sasa benchi lao la ufundi litakwenda, na mwalimu Pedro Gonsalves anakaa kwenye benchi la ufundi pamoja na Philip Pedro ndiye atakuwa msaidizi wake. Lakini kwa mwalimu Patrick Mabedi anakwenda kuwa mwalimu msaidizi wa namba 2 kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Kwa ujumla kuwa na benchi pana kama hili kuna faida kwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, ambapo tunafahamu pia kila mwalimu anakuwa na aina yake ya namna ambavyo anaweza kuanalyze, lakini pia kuleta mchango wake. Lakini mwalimu anaweza tunafahamu benchi, kuwa na benchi pana kuna faida kutokana na kocha mmoja anaweza kawa mzuri kwenye masuala mazima ya game reading ama kusoma mchezo. Hii inatoa faida kwenye benchi la ufundi kutokana na uwezo wa mwalimu, kama anakuwa na uwezo mzuri kwenye kusoma mchezo, na ana uwezo mkubwa pia wa kutoa tafasiri ya namna ambavyo mchezo unaweza kubadilika. Pengine anaweza kawa Philip Pedro, pengine akawa mwalimu Patrick Mabedi, ama mwenyewe kocha mkuu Pedro Gonsalves. Hii ni faida kubwa kwa Yanga. Ukiwa na benchi kubwa la ufundi, mwalimu mmoja anaweza kawa na faida kubwa sana, na akawa ana uwezo mkubwa kwenye masuala mazima game reading na tactical nyingine. Lakini pia anaweza kawa pia kwenye kupitia wale makocha watatu akawa mmoja wapo ana mkakati mzuri kwenye masuala mazima ya namna gani timu inapata matokeo. Tunafahamu timu sasa hivi ina pressure pia kutokana na kutoka kucheza kwenye michezo ya kimataifa, na kwa sasa pia tunafahamu wachezaji wametoka kwenye bato kubwa ya kutafuta ushindi dhidi ya Silver Strikers. Uchovu upo, kwa hiyo kuwa na benchi pana la ufundi, mwalimu mmoja anaweza kawa na nafasi pia ya kuwa na mkakati mzuri wa namna timu inapata matokeo, mbinu, lakini pia mawazo ambayo anaweza kachangia yakaweza kutoa nafasi pia kwa timu kuweza kuweka mkakati mzuri wa namna gani inapata matokeo. Lakini pia faida pia ya kuwa na mwalimu Patrick Mabedi kwenye benchi la ufundi, ni mwalimu ambaye ana uzoefu mzuri na soka la Afrika. Ni mwalimu ambaye amepata nafasi ya kutrain kwenye vilabu kule South Africa, lakini pia amepata nafasi pia ya kufundisha soka la Malawi. Malawi ni majirani zetu kabisa, na speaking of ukanda huu wa Afrika Mashariki, Malawi wanalifahamu vema sana soka letu. Na kuwa na mwalimu Patrick Mabedi ana uelewa mkubwa na soka la Afrika Mashariki. Hii inatoa nafasi kupunguza ile pressure. Unajua anakuja mwalimu Pedro Gonsalves, anatokea kwenye timu ya taifa ya Angola na hajapata nafasi kubwa sana kuvitumikia ama kufundisha vilabu. Soka la Afrika Mashariki kwa sasa lina kabiliwa pia na pressure ama shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki, lakini pia namna pia ya upangaji wa kikosi. Mashabiki pia wamekuwa na nafasi kubwa ya kupiga kelele kama hawaridhishi na kiwango cha mchezaji. Kwa hiyo hii itaongeza utulivu kwa kiasi kikubwa kwenye benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans, kuwepo kwa mwalimu Patrick Mabedi ambaye analifahamu vema sana soka la Afrika Mashariki, hasa ukanda huu. Lakini pia ana ufahamu mzuri sana na tabia za wachezaji ambao wako pale Dar es Salaam Young Africans, lakini pia ambao wengine pia wametumikia vilabu kadhaa Afrika. Kwa hiyo kama kunatokea changes kwenye swala zima la baadhi ya nyota pale Yanga, pengine kuwa na benchi pana la ufundi pale Yanga, mwalimu Patrick Mabedi, Philip Pedro pamoja na Pedro Gonsalves,
inaweza ikaongeza umakini mkubwa sana kwenye benchi la ufundi. Lakini haya yote yanategemea kama mwalimu Pedro Gonçalves atatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye kwa wasaidizi wake, ikiwemo mwalimu mwalimu Patrick Mabedi, na kingine pia kama Patrick Mabedi hatataka pia kuonyesha kama kocha mkuu. Najua kuna wasaidizi ambao wamekuwa kiajiliwa na wao wanatamani pia kuwa kama makocha wakuu kwenye viwanja vya mazoezi, wanakuwa pia na sauti. Kwa hiyo mara nyingi hii inatoa ule ushirikiano wa moja kwa moja kati ya mwalimu msaidizi na kocha mkuu, kutokana na kila mtu anatamani pia kuwa na ukubwa ule. Speaking of Yanga, wanakwenda kwenye mchezo huu. Jana pia tulimsikiliza msemaji akimkingia kifua Prince Dube ambaye pengine amekuwa akipigiwa kelele kutokana na namna uchezaji wake, na msemaji yeye anasema kuna kikundi cha watu ama wachambuzi ambacho kimekuwa kikihamasisha ama kikitumika vibaya kuweza kuwasema wachezaji wa Yanga. Mimi naweza nikawa against sana na semaji la Yanga Ali Kamwe kutokana na kauli yake hii. Prince Dube unajua ni hayupo kwenye sifa za clinical finisher kwa sasa. Ni complete striker kwa muundo, lakini bado hana ule ukatili kwenye goli. Sijajua nini kinasababisha, lakini pengine akiboresha confidence yake, timing na decision making, anaweza karudi kwenye kiwango chake, kutokana na nafasi nyingi anazipata na nafasi nyepesi. Mfano mchezo wao dhidi ya Silver Strikers, Prince Dube alikosa nafasi nyingi sana. Anakosa sifa ya clinical finish ambaye pale Yanga alipita Fiston Mayele, lakini pia wamepita nyota wengi sana, amba Clement Mziza ambaye bado yuko pale pia, ambaye tumeona nafasi yake anavyoifanya kwenye issue ya complete striker. Na Dube amekuwa na wakati mzuri yuko Azam, lakini hata Azam mwenyewe walikuwa kilalamikia hili kwamba anakosa confidence, kujiamini na decision making anapokuwa box to box. Kwa hiyo pengine msemaji aachane na hizi propaganda za nje, waende wakamjenge kisaikolojia zaidi Dube kwenye masuala mazima ya confidence, lakini timing na masuala ya decision making. Tukizungumzia masuala ya clinical finisher, ni mtu ambaye ana sifa zote za timing, decision making, lakini anakuwa anajiamini anapofika kwenye box to box, namna gani ambavyo anapata goal. Lakini Dube pia clinical touch zimekuwa ngumu sana. Anapata nafasi ya wazi yeye na goalkeeper, lakini bado anazingua namna gani ambavyo anaweza kutumia nafasi moja ya uhakika na kupata bao. Kwa hiyo haya yote anapaswa pia Dube kwa wakati huu. Nafahamu pia pressure ambayo yuko nao kwa sasa, pia ushindani wa namba. Andy Boyeli yuko nje, Clement Mzize yuko nje, alafu mwalimu anakuamini unaanza kwenye kikosi. Kwa hiyo inakuwepo pressure pia ushindani wa namba. Hili pia lina mkumba Dube bana. Mechi nyingine, Simba atasafiri mpaka Ali Hassan Mwinyi pale kukabiliana na TRA United, na Simba wataondoka hii leo safari kuianza kuelekea pale Tabora kwa ajili ya kuwavaa TRA, mchezo utakaochezwa siku ya tarehe 30. Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kukutana na TRA ambayo imeanza mechi 3 zote za awali kwa sare. Kwa hiyo pengine pia tunafahamu ugumu wa dimba la Ali Hassan Mwinyi enzi na Simba pia amekuwa na wakati mzuri yeye pale Ali Hassan Mwinyi. Kuna baadhi ya vilabu pia vimekuwa vikipitia changamoto kwenye dimba lile. Speaking of TRA, timu ambayo wachezaji wengi sana wameondoka, kwa hiyo bado mwalimu anatumia muda huu kukijenga kikosi. Mchezo mwingine, Azam FC tarehe 30 atakipiga na Singida Black Stars. Bonge ya mechi ya kisasi kwa Singida Black Stars, msimu jana pia akipoteza dhidi ya kikosi cha Azam. Sawa. Ninazo jumbe kadhaa hapa. Dorobai kutokea Kisasa anasema game ya leo ya NBC Premier League, Mtibwa Sugar anaona wanaenda kupigwa kama ngoma na Young Africans. Anaona Yanga ikishinda 4G na Mtibwa wanapata goli moja. Na Dube amezungumzia pia kwa sababu muda ututoshi. Anasema okay, ni somo ujumbe wake pia.